Taifa lenye uhuru pasipo umoja ni taifa dhaifu. Taifa lenye umoja pasipo amani ni taifa hatari. Taifa lenye amani, umoja na mshikamano ni taifa lenye matumaini, ni taifa imara, kwa sababu tunaweza tukasema kwamba amani ni zao la diplomasia, jambo la kwanza. Lakini diplomasia yenye kuzaa maendeleo, na maendeleo ni matokeo ya uhuru. Jambo lipo katika mustakabali huo. Kwa hiyo tunapoadhimisha uhuru, nini tunakumbuka? Kwa sababu kwanza uhuru si tukio tu la kihistoria. Tunapoadhimisha uhuru, tunaangalia tumetoka wapi, tunaangalia historia yetu, tulitoka wapi, tumejengaje misingi ya taifa. Tulipotoka tunafahamu, tumetoka kwenye taifa lenye umoja na mshikamano, taifa ambalo halijengwa katika misingi ya kidini, taifa limejengwa katika misingi ya uzalendo, na taifa limejengwa katika misingi ya uwajibikaji, kwa maana kwamba hata viongozi kwamba dhamana walizonazo, kwamba dhamana ina misingi ya uwajibikaji. Kwa tulipotoka, tumetoka katika misingi hiyo, umoja, mshikamano na amani, na Watanzania walikuwa na matumaini ya kujenga taifa lenye haki, na ndio maana tumekuwa na amani wakati wote. Sasa tulipofika au tulipo sasa, kimekuwa ni kitendawili ambacho waliokanga mbuyu wanataka kutuachia vibogoyo. Tulipo sasa, watu wameanza kuzungumzia masuala ya udini, ambapo sisi hatukujengwa katika misingi ya udini. Hili ni taifa uhuru, taifa lenye umoja na mshikamano, ambao nyakati zote tumepiga vita udini, tumepiga vita ukabila. Tumejijenga kama Watanzania, tunazungumza lugha moja, watu uhuru, tunatoka sehemu moja kwenda nyingine. Hata ukisikia mtu anakugongea usiku wa manane, unajua ni jirani anahitaji msaada, utakwenda kumfungulia. Lakini tunapotaka kwenda sasa, kwamba ukisikia mtu anagonga mlango unajiuliza ni nani? Ni ofisa wa kutoka idara fulani fulani, au wasiojulikana, au kuna shida gani? Ambapo hatupaswi kufika huku, na hii ndo hatari ambayo tunabidi tuikemee. Kitu cha kwanza, kauli za udini zinapaswa zikatazwe, zikatwe mizizi, hazifai. Tujenge taifa lenye umoja, kwa sababu taifa lenye umoja ni taifa imara. Taifa lenye umoja ni taifa ambalo linaweza likakabiliana na matishio yoyote ya amani, au likakabiliana na adui wa taifa ambao anataka kuisambaratisha amani, aidha alitaki taifa mema. Kwa hiyo kauli za udini ambazo zinaanza sasa hivi zinapaswa kukemewa vikali. Vita ya udini ni vita mbaya sana. Vita ya kiimani ni vita mbaya sana. Na tusipokuwa wakali hapa, serikali na wadau mbalimbali, tutatengeneza taifa ambalo lenye hatari kubwa. Tutapoteza hadhi ya taifa, ambapo vizazi vinavyokuja kurudisha hadhi ya taifa itakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema mashehe, masharifu, mapadri, maaskofu, ni vyema sana kuacha kauli za udini, tujikite kwa yale ambayo yameamrishwa na Mwenyezi Mungu, tulinganie uhuru.